Na mtazamaji, ni wanasiasa wachache mno wameshiriki kwenye safari ya kisiasa ya taifa hili jinsi Raila Amolo Odinga alivyokuwa. Na mtazamaji, ni mwanaume wa haiba kubwa, mjasiri na mwenye ukakamavu aliyejulikana na wengi kama baba wa demokrasia humu nchini. Raila alijitolea kupigania uhuru, haki na demokrasia. Mtazamaji, hebu sasa tuangazie jinsi maisha yake ya awali yalivyokuwa. Raila alizaliwa tarehe 7 mwezi Januari mwaka 1945 katika eneo la Maseno, wilaya Kisumu, wazazi wake wakiwa Mary Juma Odinga na Jaramogi Oginga Odinga ambaye alikuwa makamu wa rais wa kwanza chini ya serikali ya hayati Jomo Kenyatta. Raila alihitimu kwa shahada uhandisi kutoka chuo anuwai cha Magdeburg na baadaye akawa mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Nairobi kabla ya kujiunga na shirika la ukadiriaji ubora wa bidhaa. Safari ya Odinga ya kuwa waziri na nyadhifa nyingine ilianza alipojiunga na siasa kufuatia kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi humu nchini mwaka 1992. Kati ya mwaka 1982 na 1988, Raila Odinga alifungwa jela kwa madai ya uhaini. Alizuiliwa tena mnamo mwaka 1990 pamoja na Kenneth Matiba na Charles Rubia kwa kuendeleza harakati za kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi. Baada ya kuachiliwa, Raila alitafuta hifadhi Norway hadi mwaka 1992 aliporejea nyumbani na kujiunga na chama cha Forum for the Restoration of Democracy (FORD) kilichoongozwa na babake Jaramogi Oginga Odinga. Wakati chama hicho kilipovunjika kuwili na kuwa Ford Kenya chini ya Jaramogi na Ford asili chini ya Matiba, Raila aliteuliwa kwa naibu mkurugenzi wa uchaguzi wa Ford Kenya. Ni wakati huo ambapo Raila alichaguliwa kwa mbunge wa Lang'ata jijini Nairobi, wadhifa alioshikilia hadi mwaka 2007. Raila aliwania urais kwa mara ya kwanza mwaka 1997 ambapo alimaliza watatu nyuma ya hayati Daniel Moi wa chama cha KANU na Mwai Kibaki wa chama cha DP. Mnamo mwaka 2002 chama chake cha National Development Party NDP kiliungana na chama cha KANU kubuni kile cha New KANU ambapo Raila na baadhi ya viongozi wengine wa NDP waliteuliwa kwa mawaziri. Odinga aliteuliwa kwa waziri wa kawi mwezi Juni mwaka 2001, lakini akajiuzulu wadhifa huo mwezi Oktoba mwaka 2002 na kujiondoa kutoka chama cha New KANU akiwa pamoja na viongozi tajika wa chama cha KANU wakiwemo Kalonzo Musyoka, Joseph Kamotho na George Saitoti. Kundi hilo lilibuni vuguvugu la Rainbow Movement ambalo baadaye liliungana na chama cha National Alliance Party of Kenya cha Mwai Kibaki kubuni mrengo wa National Rainbow Coalition (NARC). Katika hatua ya kihistoria, Odinga aliidhinisha azma ya Kibaki ya kuwania urais alipokariri na ninanukuu, Kibaki tosha. Wito wake huo uliunganisha upinzani na kufikisha kikomo enzi ya chama cha KANU. Odinga alimfanyia kampeni Kibaki ambaye alikuwa amejeruhiwa kufuatia ajali ya barabarani, na juhudi hizo zikachangia ushindi wa Kibaki wa urais kwa 67% ya kura. Ilidaiwa kuwa kabla ya uchaguzi huo Kibaki na Raila waliafikiana mkataba wa maelewano ambapo angepewa wadhifa wa waziri mkuu na viongozi wa chama chake cha LDP wapate nusu ya nyadhifa za mawaziri. Hata hivyo, mkataba huo haukutekelezwa na uhusiano baina ya Kibaki na Raila ukazorota. Kiini cha tofauti baina yao kilionekana kuwa pendekezo la kubuni katiba mpya lililopingwa na Raila ambaye aliongoza kampeni ya kukatalia mbali kielelezo hicho kwenye kura ya maamuzi ya mwaka 2005 ambapo upande wake ulishinda kwa 57%. Kibaki kwa upande wake alivunja baraza la mawaziri na lilipobuniwa upya, Raila na wenzake waliachwa nje. Ni hatua iliyomsukuma kubuni chama cha Orange Democratic Movement ambacho hadi sasa kinajivunia kuwa chama dhabiti cha upinzani.